Kichwa cha somo la leo kinasema sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Kuna msemo duniani kama utangulizi tu. Kuna msemo duniani. Labda kabla ya kwenda kwenye misemo, wanapenda kufungua na maneno ya Biblia. Tenda kwenye Biblia tunasoma ile mstari ndio tunaanza kutoja. Twende kwenye Mathayo 27 au tenda kwenye hicho kinachoendelea huko duniani ambacho sisi hatutakiwi kuwa sehemu ya hicho. Soma katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 27 mstari ule wa 22. Mathayo ongeza kupata hata kwenye Marko. Kwenye injili zote nne wakati wa kuteswa kwa Kristo kuna maneno yako pale. Mathayo 27 mstari wa 22 anasema hivi. Na tutasoma mstari wa 25. Mstari wa 22 anasema hivi. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Na mstari wa 25 anasema hivi. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Nani kwa pamoja na mimi? Amina. Mistari ya ufunguzi au utangulizi inatuleta katika hoja ambayo tumeiona kitu cha somo kinachosema sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Huko duniani na ukianza maneno ya kifalsafa yaliyotoka katika falsafa za awali, elimu za awali, kuna msemo nadhani Kilatini unaosema vox populi vox dei. Kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sasa leo nataka kuambia kwamba Biblia haifundishi hivyo. Kwamba kitu wanachokisema watu wengi, wakakisema wengi wakasema kiwe hivi, hawamaanishi kwamba ni Mungu amesema hivyo au ni kweli ya Mungu. Tunaona katika huu utangulizi tu mapema kabisa hapa. Yesu anaenda kusulubiwa. Pilato mmoja anasema huyu mtu tumfanyeje? Watu wote wakasema asulubiwe. Wewe kisa asulubiwe ndio, lakini hakuwa na sababu ya kusulubiwa. La kwanza, pili, mstari wa 25 watu wote wakakubaliana wakasema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ni wote. Je, hawa watu walikuwa wanaongea sauti ya Mungu? Walikuwa wanaongea sauti ya shetani. Walikuwa wanaongea laana. Huwezi kumwambia mtoto wako kama huna shetani. Okay, wewe umefanya matatizo yako, una makosa yako. Unamwambia na mtoto wako naye aingie kwenye matatizo? Hapana. Wewe ngombe hata makahaba. Unakuta ni kahaba likitoka kule linapata watoto. Haombi mtoto wake naye awe kahaba. Anamwombea, anasema ninahangaika nafanya ukahaba mtoto wangu akasome ajitegemee. Hata akasema nahangaika mtoto nihakikishe mtoto wangu naye amefuata kazi yangu ya ukahaba. Unasema makahaba vibaya ndio. Kuna namna nyingine unaweza ukafa njaa bora ufe kuliko kufanya eti ndo sina cha kufanya sasa nifanyeje, si inabidi tu niwe kahaba. Alafu natafuta kitu kinaitwa justification. Yaani anatafuta kama justification ni kama sababu ya utetezi katika kusema kwamba sina kazi, ajira zenyewe hazipo. Sasa huko siko nako hubiri na hubiri huko kwingine. Watu wanasema asulubiwe. Wote, neno la wote limo, wengi limo. Kwa hiyo tunaona kwamba mapema kabisa hapa kwamba hawa watu wanaongea sauti ya wengi lakini sio sauti ya Mungu, ni sauti kimsingi ya shetani. Watoto wetu anasema damu yake juu yetu na juu ya watoto wetu. Kuliko kuna sababu ya kuingiza watoto wao. Lakini ukisha laani umelaani. Umelaani. Sawa, mwenye kulaani moja kwa moja sio wanadamu, ni Mungu. Lakini anatumia kichwa, hata shetani anatumia kichwa cha wanadamu. Ili somo tumefundisha sio muda mrefu. Hapa katikati, sio katikati, nyuma kidogo, labda miaka 3 iliyopita, sikumbuki vizuri, kama miaka 3 au 2.5. Nilifundisha somo moja kwa anasema Mungu sio mwanademokrasia. Demokrasia ni neno la kijamii, kisiasa, likimaanisha sauti ya wengi ndio ipite. Kwamba wengi wakisema kitu fulani basi hicho ndicho sahihi.
Ngombe kwenye Biblia haijawahi. Na mara nyingi okay, ujumbe tunaondoka nao kabla ya kwenda kwenye undani zaidi. Ujumbe tunaondoka nao au madhumuni ya somo ni nini? Madhumuni ya somo ni kwamba mimi na wewe unaweza kusikia sauti ya Mungu kutoka kwenye Biblia. Tujiepushe kutokwenda katika mkombo mkubwa. Kwaona hata katika masuala tu ya kiimani, ukiona watu wamejaa huko kwenye imani, uwezekano wa kwamba wako kwenye njia ya upotovu ndio mpana zaidi. Of course katika mambo tu ya kawaida ya kidunia unaweza kaenda na wengi, hauna ubaya. Lakini yanapokuja kwenye masuala ya kiimani, njia ya wengi inakuwa ni njia mbaya. Hii demokrasia, sauti ya wengi wameamua twende hivi, mara nyingi sio sahihi. Mara nyingi sio sahihi. Mara nyingi sio sahihi. Kwa hiyo ujumbe ni kwamba kabla hujaungana na mkumbo mpana ule, hata katika mambo tu ya kawaida, maisha ya kawaida, jiulize mara mbili ujue kwamba kuna uwezekano wingi wa watu kumaanisha upotevu wa wengi. Kwa maana sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Na tunaona pia kwamba kwenye Biblia sehemu nyingi Mungu alipokuwa anatoa ujumbe, wengi walikuwa wanaenda kinyume na Mungu, wachache ndio walikuwa wanaenda sawa na Mungu. Kwa hiyo unaweza kutamka pia kwamba sauti ya wachache ni sauti ya Mungu. Japo sio muda wote. Kuna wachache nao wanapotoka. Lakini kwa sehemu kubwa Mungu husimama na wachache kuliko husimama na wengi. Amina. Mara nyingi. Anasema huko. Nafikiri ndio sababu tuko hapa tunasali hatuko wengi. Lakini ungeenda kwenda sehemu ambapo watu wamekaa mpaka ukashindwa kujua hawa wamekuja kushangilia timu ya mpira, maki ndio ina wafuasi wengi. Unashindwa kuelewa kwamba wako kwenye wanajifunza chochote. Hiyo mara nyingi ni sauti ya waliopotoka. Hebu nenda hapa, nenda kakanyage mafuta kule kwa maposa pale. Siji kama bado wanakanyagishwa. Ile sauti ya wengi. Hapa ndipo sahihi. Hapa ndipo sahihi. Ujue mara nyingi sio mara zote. Tumia pia na ufahamu wako. Kuna ni hatari, ni onyo, ni tahadhari kuepuka hebu ngoja niwakumbushe, turudi nyuma kwa mifano. Mwaka na ukumbuka vizuri, mwaka wa 2011. Ngine labda mlikuwa ndo mnazali. Lakini tuliokuepo tunakumbuka. Kulitokea mtu mmoja alikuwa anaitwa Mwasapili na Alisi. Kikombe cha babu. Watu wakakusanyika, walikuwa kwa Arusha. Lakini watu walitoka mpaka Sudani ya Kusini. Mpaka Kongo. Achana na Tanzania ambapo kwa kuna vituo vya kukusanya watu kwenda kwa babu. Kwenda unaenda na kunywa kikombe, nasikia kiwa kichungu hivi unakilipia 500. Unaweza kukaa kwenye foleni ukafa na malaria. Watu wengi wakaenda huko wakidanganyika. Kulienda viongozi, kukaenda watu mashuhuri na nini. Unaweza kuniambia kwamba ili kwa sauti ya Mungu ile? Yeye mwenyewe alisema kwamba alikuwa anadanganya kabla hajafa. Ilikuwa ni wito, ni upepo wa shetani. Lakini wewe kwambie kama angetokea mtu anahubiri injili ya wokovu pale, kama alivyo wasingekusanyika wengi. Amina. Kabla hujafuata mkumbo mpana, kabla sijafuata mkumbo mpana, chukua tahadhari ukijua kwamba kuna uwezekano wingi wa watu, wingi wa sauti za watu ndio upotevu wa wanadamu. Nani mwe msikia maneno. Amina. Amen. Tusome wiki mbili zijazo tunasema Paulo anasema aliwekewa mwiba katika mwili wake. Na mimi nimewekewa mwiba wa mafua kwenye mwili wangu. Hayaponi. Mstari wa Mathayo 7:13 ni mstari maarufu sana kwa mtu anayesoma Biblia. Mstari maarufu sana lakini ngoja niusome. Mathayo 7:13 Biblia inasema, Mathayo 7:13 anasema, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba,
Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Huwezi kuniambia kwamba haya maneno yanafanana na kichwa cha somo la leo? Kwamba wengi wanakoingia wanakuwa wanaenda kupotea. Of course, Kristo alisema kimaanisha zaidi habari za kiroho. Habari ya wokovu na nini. Lakini ni pamoja na mambo mengine ya kawaida kwamba wengi mara nyingi wanafuata mkumbo ulio upotoshaji. Tuende katika vipengele, tuona vipengele vitatu vyote vyenye kujazia. Yaani mara nyingi tunaweka vipengele kusudi somo lieleweke, lakini vile vile tusije tukaacha sehemu ambayo haijaguswa. Kwa hiyo ukishaweka vitu katika makundi unakuwa ni rahisi kuvidhibiti. Tunaona vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kinasema mashauri, mawazo, kauli, mipango ya wengi mara nyingi hupotosha. Mara nyingi ni upotoshaji. Tuende katika kitabu cha Hesabu mlango ule wa 13 anasema hivi, Hesabu 13 kwenye vile kitabu cha 4 vile vitabu vya kwanza vya kwenye Biblia, Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi, Hesabu mlango ule wa 13 mstari wa 27 mpaka 33. Hem tusome pale. Hesabu 13 tuanze 27 33 anasema hivi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti, na Myebusi, na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigana watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayo wala watu wanaokaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefiri, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefiri, tukajiona sisi nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Tunaona kwamba ni kisa ambacho mnaweza mkumbuka kwenye Biblia. Musa wanakaribia kufika katika nchi ya ahadi. Akasema, sasa nenda mkachukue jiografia pale. Tujue pamekaaje, milimani ni wapi, nani wanaweza tupajue kabla hatujaingia. Akatuma watu 12 kutoka kwenye kabila 12. Katika zile kabila 12 watu 10 wanaowakilisha kabila 12 wakaja wanaambia, hatupawezi, sisi ni panzi, wao ni binadamu. 10 hao. Kalebu baadaye na mwenzake Yoshua aliyekuwa anajulikana Hoshea wakati huo wakasema haiwezekani. Wale watu tunaweza kuamudu, tunaweza tukamiliki, tupande twende. Sasa wewe niulize, wengi walikuwa ni wapi? Hawa wanaosema hawa 10 au hawa wawili? 10. Je, hawa 10 waliokuwa wanakatisha watu walikuwa wanaongea sauti ya Mungu? Mungu alitaka waingie kwenye nchi ya ahadi. Hawa wawili wako wachache wangeweza kuonekana katika kanisa kakipuuzi kadogo, hakana chochote. Sisi tuko hapa tunafikisha bilioni dunia nzima. Watu wanatutishia kwa kikanisa cha watu 20 ngapi, 10 ngapi, mbili lakini wenye ukweli waliokuwa sahihi ni hawa wawili. Je, sauti ya wengi ndio ilikuwa sauti ya Mungu kwenye hiki kipengele? Hapana. Lakini ule msemo wa Vox Populi Vox Dei au sauti ya wengi sauti ya Mungu, hapa Biblia inatuthibitisha kwamba ni kinyume. Na niko pamoja na. Amen. Hebu tuende katika kitabu cha leo, tuende katika Agano la Kale. Tulikuwa tunatumia Agano Jipya sana. Sio vibaya kutumia Agano Jipya kwa sababu Agano la Kanisa, lakini hoja za leo zina nguvu sana kwenye Agano la Kale. Nasema katika kitabu cha Wafalme, mlango wa Wafalme wa kwanza
mlango wa 10 na tunataka kumaliza. Leo hatuna somo refu sana. Mfano wa kwanza 18 anasema mstari ule wa 21 anasema. Mfano wa kwanza 18:21. Naye Elia akawakaribia watu wote. Hivi ukisema watu wote unaongelea watu wawili au watu wachache au wengi? Watu wengi. Elia unamwona yuko peke yake. Akanena, mtasita kati ya mawazo mawili. Hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni. Wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akamwambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kama tungekuwa tunatumia namba kama ndo kigezo kwamba hawa wengi walipo ndipo penye kweli, hawa manabii wa shetani 450 ndio walikuwa washinde. Elia alikuwa mbaki peke yake. Je, kwenye hiki kipengele sauti ya hawa manabii wa Baali 450 ndio sauti ya Mungu au sauti ya mtu mmoja ndio sauti ya Mungu? Sauti ya mtu mmoja. Sauti ya Elia ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunajifunza somo linalosema sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Kinyume na ilivyozoeleka. Yaani watu washafikia kwamba wengi wapi? Pana. Kuna mazingira na mazingira, lakini kwa sehemu kwa maana tukianza na mambo ya kiimani, penye wengi chunga roho yako. Ukiona watu wanakimbilia kwa babu kule, jua kwamba kuna shetani amehusika. Jikinge, jitunze. Wewe dini kubwa sana duniani zenye watu wengi ndizo zinaongoza kwa dini za uongo. Sitaja hata kuzitaja. Huwa nazitaja lakini ngoja leo niziache. Wafalme wa kwanza tulikuwa kwenye 18, ukienda kulia kidogo tu tutashuka Wafalme wa kwanza 22. Anasema mstari ule wa 13 na 14. Wafalme wa kwanza 22 13-14 anasema. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akasema, angalia sasa maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako naliwe na kusihi kama neno la mmoja wapo ukaseme mema. Mikaya akasema mimi akasema kama Bwana aishivyo neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalo linena. Amina. Kulikuwa kuna maamuzi waende kupambana na mfalme Ahabu. Alikuwa pamoja na Yehoshafati mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda. Sasa wakataka ujumbe Bwana anasema nini? Wanataka sauti ya Mungu katikati yao. Na aliyeitaka alikuwa ni Yehoshafati. Akasema hivi hapa hakuna nabii wa Bwana wa kweli kweli? Tumuulize. Maka nishaona kuna manabii ilikuwa 400 jumla. Yote inasema tu nenda mkashinde. Nenda Bwana anaenda kukupa VX, lakini sio kweli. Wanakudanganya. Walioahidiwa ma VX na majumba na mangapi. Lakini wewe niulize watu ambao hawaendi kwenye unaweza kusema mimi nilienda nikaahidiwa VX nikalipata sawa. Nikaahidiwa juma nikalipata. Kwani mtu ambaye hakwenda kwa manabii huwa hawapatagi VX? Hawajengagi nyumba. Kwa hiyo kwamba mtu aliwahi kukanyanga kuna lakini lugha wanayotumia ni hadani uongo na nini na ni wengi. Sasa manabii kama hao walikuwepo wanasema nendeni mkawashinda mnaenda kuishinda Gilead mnaenda kuikamata yote na nini. Yehoshafati akasema hapana sijaridhika. Ama nabii inaonekana kama waongo. Wako 400 lakini si wakubali. Lazima tafuta nabii angalau hata mmoja tu aseme kitu msikie kweli. Wakasema Ahabu akasema kuna mmoja hayuko hapa siwezi nikamleta. Sawa ni wa Mungu lakini hanisemeagi mambo mazuri nishamuondosha. Akasema huyo ambaye anasema vitu visivyo kupendeza nenda kamlete tumsikilize. Wakaenda wakamuita. Sasa wakati wanamuita Mikaya aje wakamwambia akasema wafalme washakawa wamejipanga wanasikiliza neno lako.
tunakuomba na wewe useme kama manabii waliokushasema wanasema amesha watashinda na wewe nenda kaongezee. Mikaya akasema huliwezi kunidanganya kizembezembe. Mimi nitakapofika nitakachoambia na Bwana nitakisema. Kama nikwambia wanakufia huko nitawaambia hivyo hivyo. Walipofika pale akawakejeli kwanza. Kwa hiyo unaona Mikaya anaambiwa sema kama hao yani na wewe ongea sauti ya wengi. Mikaya anasema mimi nitaongea sauti ya mmoja. Wewe kwambia nitahubiri injili ya mtu mmoja peke yake. Amina. Natosha. Amina. Nitahubiri injili ya mtu mmoja. Amina. Kama nitapotelea katika injili ya mtu mmoja na iwe hivyo. Nitahubiri injili ya watu wachache. Hivi. Amina. Basi of course ile habari ni ndefu. Nikaa alipofika pale akaona ngoje si wanataka kudanganya ngoja nianze na uongo. Anasema wewe Mikaya tuambie vita tunashinda. Anasema yani nendeni vita vyenyewe mshavishinda. Yani kabla hamjaanza hata kupigana mshashinda. Amina. Wakasema yule nani Ahabu mfalme wa Israeli. Anasema Yehoshafati huyu sinishakwambia unaona kwanza natukejeli. Kiuhalisia itakayotuambia kwamba tutafia huko. Sasa anatuambia tulishashinda hata kabla ya kwenda kupigana. Mikaya mara ngapi nakwambia kila siku useme ukweli. Akasema nataka nikwambie ukweli. Anasema nimeona kondoo wa Israeli hawana mchungaji ameshakufa. Maana yake wewe ushakufa. Na nakwambia na ukweli wenyewe. Akasema piga huyo mtu alafu nenda ukamfunge mpaka utakapotoka vitani. Akasema mnataka mtafunguliwa mmetoka vitani. Basi nitafungwa milele hamrudi. Mtafia huko. Maana hamjasimama na Mungu mwenye kuokoa. Amina. Kwa hiyo siwezi nikawapa injili ya uongo. Mimi nimeanza kwa kuwakejeli mkaingia kingi. Sasa nikiwaambia ukweli kwamba basi tengenezeni na Mungu wenu atawashindia. Amina. Unataka baraka za Mungu simama na Mungu katika kweli yake. Mungu hashindwi kubariki. Mungu anasema mkono wangu ni mfupi mpaka nishindwe kurehemu, nishindwe kubariki, nishindwe kuokoa. Mikaya hakutaka kuwadanganya kulingana na akili zao na matakwa yao. Alitaka watengeneze na Mungu ili kusudi Mungu awatendee. Hawakutaka. Na kweli walikufia huko. Of course alikufa ni Ahabu alikuwa na matatizo. Yehoshafati alirudi salama. Watu tunaona kwamba manabii wako 400 wanasema uongo, Mikaya anasema ukweli na ukweli unatimia. Sauti ya Mungu ni ya mtu mmoja. Amina. Nani mwenye kusikia maneno? Amina. Tusome kutoka katika Agano Jipya. Tusome katika kitabu cha tuko tunaangalia sehemu unaweza kusema sasa tutamaliza saa ngapi? Sijui lakini leo hatukai sana. Ninataka kusema ni kwamba tutaona mifano na sio mifano tu na kauli za moja kwa moja. Mungu akisema mimi nitasimama na wachache, sauti ya wengi sio sauti yangu. Hata kama mtajidanganya mkajiandikia maneno kwamba sauti ya Mungu ni sauti ya wengi, mimi siko hivyo. Mungu anatupa mifano mingi kwenye Biblia, tutaisoma. Hebu tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume Agano Jipya. Matendo ya Mitume mlango wa 7. Tutaka kwa Matendo ya Mitume muda mrefu kidogo. Matendo ya Mitume 5:7 anasema hivi. Matendo ya Mitume 5 tuanzie 7. Matendo ya Mitume tuanzie mlango wangapi? Wa 7. Mlango wa 7 kwa mtu anayejua kusoma Biblia atajua kwamba inamhusu Stefano. Mstari wa 57 anasema hivi. Matendo ya Mitume 7:57 anasema wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Of course hatimaye alikufa. Huyu ni nani? Ni Stefano. Maana yake ni nini? Stefano yuko anasema neno la Mungu. Lakini kuna watu wengi wa dini zao wanabishana naye. Kwa lugha nyingine haraka sana Mungu alikuwa sauti ya Mungu ilikuwa ndani ya sauti ya kinywa cha Stefano peke yake. Walipoona amewashinda kwa hoja zote na roho wa Mungu yuko juu yake, wakaona waue mwili. Wewe kwambie kitu ambacho asingeweza kuua ni ile roho. Wakamuua Stefano, wakampiga mawe, wakammaliza. Lakini haiondoa ukweli kwamba sauti ya wengi ilikuwa sio sauti ya Mungu na sauti ya mmoja ndio ilikuwa sauti ya Mungu. Bali unatuongezea ujumbe kwamba
tuangalie tusiende katika mkumbo wa walio wengi. Na hasa linapokuja swala la kiimani. Nabii wa Mungu anaongea vitu labda vingine havikuwafurahisha watu lakini ndivyo vya kweli. Manabii walio wengi wamekubaliana, wanasema uongo lakini sio sauti ya Mungu. Amen. Tulikuwa kwenye Matendo 7. Twende zaidi mbele, twende kwenye Matendo 19:28 msichoke. Jifunze Biblia. Naomba ule neno la Mungu ushibe ili usudi kutoka hapo unawezeka lakini uwezeke na shibe ya Mungu. Amina. Matendo 19 tusome mstari ule wa tuanzie 20 na 8 anasema hivi. Walipo tuwe kuanzia na 23. Wakati huo ukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio mfua fedha aliyokuwa akifanya vihekalu vya fedha Atemi alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu kutoka katika kazi hii tena unatoka katika kazi hii tena. Umeona na kusikia kwamba si katika Efeso tu bali katika Asia yote pia. Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuzia nia zao akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Atemi huhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake ambaye Asia yote pia na walimwengu wote wanamwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Atemi wa Efeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo katika nia moja wakiisha kuwakamata. Kwa hiyo tunaona kuna kundi kubwa, mji mzima uko unatetea masanamu ya Atemi ambayo kwenye King James anasema mungu jike aliyejulikana kama Diana. Lakini mtu mmoja tu peke yake anampinga Diana, anaitwa Paulo na wafuasi wake wawili watatu. Sasa ngoja tuulize, hawa wa Efeso mji mzima unapiga kelele mpaka umejaa uwanja wa mpira, unamtetea Diana au Atemi mungu jike. Paulo anasema habari za Mungu aliye hai. Na wengi walikuwa ni wapi? Paulo peke yake huku au huu mji wote wa Efeso? Na anasema ni dunia nzima. Wengi walikuwa upande wa hili sanamu, si ndio? Na wanapigana kwa niaba yake, sio? Je, tuulize, sauti ya hawa wengi ndio ilikuwa sauti ya Mungu? Sauti ya Mungu ilikuwa iko kwenye kinywa cha Paulo na ujumbe wake. Nani walikuwa wachache? Nani mwenye kusikia matendo haya? Hata ukisoma katika labda naweza nikaendelea sana lakini hata Matendo 21. Matendo 21:27 anasema hivi. Matendo 21 anasema 27. Basi siku zile 7 zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamwona ndani ya hekalu, wakawataharakisha watu wote, wakamkamata, wakapiga kelele na kusema, enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni, huyu mtu ndiye mtu yule aliyefundisha watu wote kila mahali kinyume na taifa letu. Kuna watu wa Yerusalemu wamemwona Paulo. Paulo amekuja na ujumbe wa Kristo. Ana sauti ya Mungu ndani yake, lakini wanasema ana sauti ya kumpinga Mungu, wao ndio wako sahihi. Na mji wote ukaingiwa na ghasia, wakataa kumua Paulo mpaka alipokuja kuokolewa na Warumi. Je, huo mji uliokuwa unataka kumua ulikuwa unafanya sauti ya Mungu? Pana ulikuwa sauti ya shetani. Wewe pia nenda katika upotovu, ina watu wengi, pana na imejaa, imenyoka. Haina ugumu kupita huko. Hakuna ugumu. Ngoja niwaambie, nifafanulie maana yake katika maisha kila siku. Kuna ugumu kusali katika kanisa dogo kama hili ambalo hata usipokuja watu watajua, si ndio? Hakuna ugumu kwenda kusali katika kanisa la Mamposa ambapo unaenda kama umeenda kwenye gulio.
Kariakoo. Hakuna atakaye kuwajibisha. Amina. Hakuna ugumu kusali katika kanisa kubwa kama kanisa la Katoliki ambalo ndio kama lenye dola. Si ndio? Lakini kuna ugumu kusali katika kanisa dogo. Nasema mtu asijitwika msalaba wake kila siku. Wewe hata kusali katika kanisa dogo ni msalaba. Mdogo. Lakini ni mara 100 nibebe msalaba mdogo kuliko kutokubeba msalaba nikaja kukutana nao katika uzima wa milele ambao sitauweza. Amina. Amina. Tendo la Mitume 27. Matendo ya Mitume 27:21 labda ngoja nisisome pale nieleze tu wakati mwingine kueleza kunasaidia. Kwa sababu hiki kitabu tushakisoma mara 2 tena. Matendo ya Mitume tulisoma kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 28 tukakirudia. Mlango wa kwanza mpaka 28 tukaa wiki zaidi ya 56 huko. Kwenye mlango wa 27 Paulo anasafirishwa. Anaenda Rumi kwa Kaisari. Kuhukumiwa huko ndiko alikuwa anaona angalau atatendewa haki. So huko walikuwa washaka naye muda mrefu. Kwa Festo na kwa mwingine kwa anaitwa Felix. Alianza Felix akaja Festo. Akasema mimi naomba mnipeleke Rumi huko. Kumbe Mungu alikuwa na mpango apeleke injili mpaka Rumi huko. Waendelee kuabudu masanamu lakini injili ishafika wasije kawa na udhuru. Kwa hiyo wako kwenye meli kuna dhoruba Paulo akaonyeshwa na Mungu kwamba hii safari ni matatizo kuna mateso kuna dhoruba kuna tufani akawaambia wale watu bana hii safari hem tuchelewe kuondoka tukae kwanza hapa upepo upite hii dhoruba ipite wakasema sisi ndo wasomi sisi tumesomea vyuo vya navigation vya meli na nini Paulo si mfungwa akasema sawa kama nikufa tutakufa wote na sio kusema kama nitakufa peke yangu na ninyi mtakufa vile wakasema twende wewe kwanza mfungo wameenda wamefika huko wamekaa siku 14 hawajaona jua na wako wanamwagiwa maji wa shamba yani wameshakata tamaa ya kuishi wanaona Paulo yuko katikati yao hawali hawafanyi nini wewe waambie kula ni matokeo ya amani katika moyo ukiwa unajua kwamba kesho labda unaitwa kwenye mahakama unaweza kuhukumiwa ukafanya nini hata kula unaweza kaacha ukiwa na mtoto wako anaumwa hujui kama ataamka salama au hataamka hata chakula kizuri kitakuwa kina ladha lakini Paulo kwa sababu alikuwa na Mungu wake wakaona anachukua mikate na kula wewe jamaa wewe akasema jamani kuleni lakini niwakumbushe niliwaambia tangia mwanzo ama tatizo wiki mbili hamjaona jua mnatoswa majini niliwaambia kama mngenisikia kwa hiyo kuna sauti ya mtu mmoja tu Paulo wengine wote wakasema twendeni wewe sauti ya wengi ndio ilikuwa sahihi sauti ya Paulo sauti ya mmoja ndio ilikuwa sahihi paka yalipowakuta kipengele cha pili kinasema kwa hiyo tunaona kwamba mashauri ya watu wengi kauli za watu wengi melekeo watu wengi umepotoka hauendi pazuri na mifano tuliyoona ni hiyo mzee wa kome cha babu hicho hoja pili nasema waitwao ni wengi wateule ni wachache kwa lugha nyingine Mungu hana tatizo la upendeleo kama kuna mtu amelala Mungu hapendelei Mungu lakini akiita wengi ni wachache sana wenye kuisikia sauti yake wakaja wewe ulize wewe na mimi je uko tayari kusikia sauti ya Mungu tuwe tayari kusikia sauti waitwao ni wengi wateule ni wachache ukisoma katika kitabu cha Mathayo hata katika Mathayo tuache Mathayo 22:14 ndio anasema mstari anasema aliita watu wengi wenye harusi ya mwana kondoo lakini kila mtu akaanza kutafuta udhuru mimi bwana nina shamba langu naenda kuliangalia mwingine nimenunua ng'ombe wangu naenda kuwajaribu na jozi 5 za ng'ombe biashara zangu ziharibike kwa sababu ya kuja kwenye mambo yako ya Mungu mimi na biashara zangu ndugu yangu mwingine anasema nimeoa mke kama unampenda sana wewe waambia hata vitu vizuri vinaweza kupotosha kumkaribia Kristo mimi nimepata mtoto lazima hata ukipata mtoto umeoa mke lazima utumishi wa Kristo ufanyike nani kwa pamoja na mimi
Kwa hiyo baadaye ikajikuta kwamba watu wengi wameitwa lakini wamebaki katika upotovu, walioteuliwa waliopata nafasi katika wale binasema waitoni wengi, wateule ni wachache. Hii kauli haina tofauti na ujumbe unaosema sauti ya wengi ni ya upotevu, sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Kwa sababu kama wameitwa wengi waliopita ni wachache, maana yake wengi wanapotoka. Wengi wanapotea. Kusoma katika Yeremia 44 15 16 Yeremia. Na hizi habari ziko sehemu nyingine kwenye Yeremia lakini 44 ndio iko wazi. Yeremia aliwaambia watu, akawaambia acheni kufanya ibada za Mungu Malkia wa Mungu wa mbingu. Alikuwa anaitwa Malkia wa mbingu. Ni jina la Maria wa Makatoliki. Anasema msifanye. Watu wote wakasema hatuwezi kuacha kwa sababu tusipofanya mvua zinakata. Biashara zetu hatuwezi kuacha kuvaa pete. Hatuwezi kuacha kuvaa marozari yetu haya. Lakini alikuwa sahihi ni Yeremia au ni hao watu walikuwa wanavaa wanaabudu Malkia wa mbingu? Wewe leo hii kuna watu bilioni 1 wako kwenye kanisa lao wanamwabudu Maria. Ambayo sio Maria, hata sio Maria wa Biblia. Ni kama ambavyo kuna Yesu mwingine, kuna na Maria mwingine. Ni maficho tu. Niko pamoja na mimi. Amina. Wewe kwambie, maneno naongea kwa ushahidi wa kimaandiko wa kutosha. Kwa hiyo kazi yako kuyachukua au kuyakataa. Amina. Wanasema wape vidonge vyao, wakimeza, wakitema, shauri yao. Na sio kama nakwambia wewe na mimi mwenyewe. Hii ujumbe tuna jukumu la kubeba kwa kuamua. Soma katika kitabu cha Luka. Inasema Luka 14:11 alialika watu wengi. Lakini waliofika ni wachache. Waliosikia sauti ya Mungu ni wachache. Wewe ni watu wachache wanaosikia Biblia. Ni watu wachache wanaosikia sauti ya Mungu. Amen. Kipengele cha 3 na cha mwisho kinasema okay, kabla kwenda kipengele cha 3 tuko tunaangalia kipengele kidogo kinasema watu ni wengi. Yaani kwa Mungu wote wameitwa. Mungu hana upendeleo. Na Mungu haangalii sura. Amina. Watu wanaweza kufikiri kwamba labda nikishakuwa na sura nzuri, kimo kizuri na nini na vipawa vingine, najua lugha na nini labda kwa Mungu nitapokelewa. Hapana. Ngombe hata lile zezeta linamwaga udenda. Sawa. Mbele ya Mungu ni safi. Amina. Hata yule ambaye ngozi yake imekataa huku sio kama kajibabua mwenyewe, huku ni nyeupe. Huku chini ni kijani, ni kahawia, haeleweki sura yake kumwangalia hata nywele hazipo. Sawa, mbele za Mungu ni safi. Amen. Lakini na wote wamepewa nafasi sawa ya kuitwa. Lakini wanaoisikia sauti na wanaoipokea ni wachache. Kwa lugha nyingine sauti ya wengi sio ile sauti ya Mungu, kwa sababu anaita wengi lakini hawaisikii. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza zile injili zile nyaraka za mwishoni mwa Biblia, kuna Yohana wa kwanza wa pili na wa tatu. Basi kwenye Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19. Hebu nisikilize mstari kama huu usikia unaweza kufikiri mstari mbaya nini mbaguzi, lakini ni wa Biblia, ni neno la Mungu. Anasema hivi. Kabla sijasoma mstari, wewe niulize. Fikra za wanadamu walio wengi, si wanaamini kwamba watu wote wanaenda mbinguni? Wanaamini kwamba mtu yote akifa ameumaliza mwendo na ameenda kukutana na Kristo, anaenda mambo yanaenda vizuri. Je, ndivyo sauti ya Mungu inavyosema? Hapana. Inasema ingieni kupitia katika mlango ulio mwembamba. Lakini anasema pia katika mstari wa 19 anasema hivi, twajua ya kuwa sisi ni wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu.
Anaposema dunia yote pia hukaa katika yule mwovu, anachomaanisha ni kwamba dunia hamaanishi dunia kwa maana ya majengo, miti na nini. Anaongelea wanadamu waishio duniani. Hukaa ndani ya yule mwovu na njia yao ni pana kwa sababu ni yote na wanaenda katika upotevu. Hawaisikii sauti ya Mungu na hawaneni sauti ya Mungu. Ule mstari umeusikia vizuri? Twajua ya kuwa sisi ni wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Umesikia hilo neno? Dunia yote hukaa katika yule mwovu. Sasa wewe niulize, kama dunia inakaa katika yule mwovu, sauti ya hiyo dunia ni sauti ya Mungu? Inakaa ndani ya yule mwovu, alafu inasema sauti ya Mungu. Sauti ya wengi ndio sauti ya Mungu. Hapana, itakuwa inaongea sauti ya Mungu wao. Lakini sio Mungu wa Biblia. Ndivyo ilivyo. Tuende kwenye kipengele cha 3 na cha mwisho kinasema Mungu hafanyi kazi na watu wengi. Mungu hana tatizo, watu wote ameomba yeye. Lakini wanadamu wamemkataa Mungu wao. Kwa hiyo akiwakataa na wenyewe na yeye anawakataa. Of course, anasema mimi wakinigeukia nitawapokea. Lakini Mungu hatubembelezi sana. Kabisa. Mungu sio yule mzazi ambaye litoto linaweza likaja, labda amekuja mgeni nikachukua fimbo nikampiga usoni, ukaanza kumbembeza na kumpa biskuti ili kusudi asiendelee kupiga watu. Huyu usimguse huyu akiwa afanya hivi anafanya akiwa amepata njaa. Nenda kampe nani? Biskuti. Ale asipige watu. Mungu sio namna hii. Hapana. Mungu anatutaka tunyooke. Ana rehema nyingi, ana fadhili nyingi, lakini vile vile tukienda kinyume na gonga kiboko. Nani anaweza kusema kwamba Mungu hana kiboko mkononi? Anacho. Lakini je, hana rehema? Ana rehema. Kwa hiyo kwa asili ya mambo, kwa sababu watu wengi hawako tayari kuenenda katika mapenzi ya Mungu, basi Mungu hafanyi kazi na walio wengi, anafanya kazi na walio tayari. Sawa? Mungu anafanya kazi na walio tayari. Wewe ukiamua kuwa tayari, Mungu anafanya kazi na wewe. Na wewe mwambie Mungu ni mwema sana kiasi kwamba ukiwa na nia njema yenye kuendana kutembea katika mapenzi ya Mungu, lazima Mungu na kuhakikishia Kristo ataitimiza. Sio kwanza wenye kuitimiza ni wachache, kwa hiyo lazima aishughulikie kwa sababu hawako wengi, ushindani na watu wengi katika mema. Wewe mwambie ushindani na wengi katika wokovu. Niko najiandaa kufundisha somo linalosema linatoka kwenye nafikiri kwenye Mathayo na kwenye Luka. Linalosema Luka 7 na kwenye Mathayo ngapi 11. Ufalme wa mbinguni hutekwa na wenye nguvu. Amen. Hutekwa na wenye nia ya kuifanyia kazi. Kama huna nia na nguvu ya kwenda humo, Mungu anasema kaa pembeni, tutaenda sisi wanaohusika, walio tayari. Kwa zamani tulipokuwa bado tunaishi kwenye ujamaa tukiwa mashuleni, tulikuwa tufundishwa falsafa fulani za kijamaa. Nafikiri zilikuwa zimetokana na CCM na tano, chama kimoja. Kwa kuna msemo ulikuwa unasema Tanzania itajengwa na wenye moyo. Si ndio? Baadaye kutokea watu waliokuwa na kejeli, nafikiri walikuwa na sababu. Anasema itajengwa na wenye moyo na kuliwa na wenye meno. Yaani vile vile mambo ya Mungu hufanya na wale walio tayari, na mara nyingi sio wengi, wenye moyo wa kufanya. The willing, walio tayari. Kwa hiyo tunaangalia kipengele cha 3. Hem, tusome katika kitabu cha tunaona kipengele kinasema Mungu hafanyi kazi na wengi. Sasa kama wewe unauliza kama Mungu hafanyi kazi na walio wengi, basi itakuwaje kwamba sauti za walio wengi ndio sauti za Mungu? Haiwezekani. Kwa sababu hawako naye hako pamoja na.
Dunia yote inakaa ndani ya yule mwovu. Hebu tusome katika kitabu cha Ezekiel. Ngoja tuangalie. Ezekiel mlango wa 22. Tunasogea. Ezekiel 22 anasema hivi. Ngombe mtu akisikia mahubiri kama haya mara ya kwanza ataona kama ibada ni mzigo mzito. Hajazoea kusikia Biblia. Sisi tunapiga kulia na kushoto, mwanzo mwisho, kati, nyuma, mbele, kote. Na ndiyo mapenzi ya Mungu. Ile kufika pale tusome katika Injili ya Luka. Kamstari kamoja. Alafu akitoka pale anamaliza kusoma kale kamstari ka Luka kale utuwili, anakaweka pembeni anaanza kupiga siasa. Mwaka huu ni wa uchaguzi. Umetoka kumsoma Luka, fafanua Luka. Amina. Lakini akitoka pale, angalia vyama. Kusiangalia rangi za vyama. Mara moja nikakosa siasa, nagusa kama napita, lakini sio malengo ya Biblia. Amina. Sio kosa kugusa hayo mambo, lakini ni kosa kuyagusa asubuhi, mchana, jioni, Jumapili mpaka Jumamosi wakati Biblia umeifumbia macho. Hilo linakuwa kosa, tena dhambi sio kosa. Amina. Inakuwa dhambi mbele za Mungu. Ezekiel 22. Some mstari wa 30 anasema hivi. Ezekiel 22:30 anasema hivi. Anasema hivi. Nami nikatafuta mtu mmoja miongoni mwao atakaye litengeneza bomu na kusimama mbele zangu boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mungu alikuwa anataka Israeli yote anahitaji, anataka tu mtu mmoja ambaye anaweza kumpa ujumbe ili kusudi watu waokolewe, naye huyo hakupatikana. Mungu alikuwa hakutaka wengi, alikuwa anatafuta mmoja. Amina. Nasema nami nitafuta mtu mmoja. Maana anaweza kasimama kwenye lango, kwenye boma ili kusudi lisije likabomoka, ili kusudi lisije likashambuliwa, lakini yule mtu naye hakupatikana. Wewe Mungu hahitaji Tanzania yote. Okay, Tanzania yote kimjua Kristo ni vema kabisa. Lakini wachache tulioko hapa tuko waaminifu. Tunaweza kuwa nuru. Anasema, hivi wewe unaweza chakula chote ni chumvi? Hapana, chumvi inaingia kidogo tu inakoleza. Wawili watatu wanapokusanyika katika jina la Yesu, Yesu anasema niko katikati yao. Amina. Kwani alisema kwamba sitafika mpaka wote wafike anasema mimi nataka wawili na watatu tu. Amina. Wakubaliane katika jambo moja na mimi nitakuwa pamoja nao. Amina. Je, hapo Mungu alikuwa anafanya kazi na sauti ya wengi, alikuwa anafanya sauti ya wachache? Wachache, wawili watatu tu wanatosha. Wewe sisi tuko hapa tunatosha. Amina. Kabisa. Kwenye Ezekiel anatafuta mmoja, kwani sisi tuko mmoja? Hapana. Kwenye Ezekiel alikuwa anatafuta mmoja, alimpata kwani? Hakupata hata mmoja. Alitoka kapa. Alitoka kapa. Soma katika kitabu cha Waamuzi. Nakaribia kufunga, usichoke. Nakaribia kufunga kabisa. Waamuzi kwenye Agano la Kale pale anasema kwenye mlango wa 7. Usichoke, ndio wakati mwingine mwishoni. Ujumbe mwingi huwa unakuja mwishoni kwa sababu tunakuwa tunafanya kama hitimisho. Tuko tunahitimisha. Waamuzi 7:12 Biblia inasema hivi. Au tuanzie 7:4 kwanza. Waamuzi 7:4 anasema hivi. Bwana akamwambia Gideon, hata sasa watu hawa ni wengi mno. Uwalete chini majini nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Habari inaendelea. Mungu anasema watu hawa ni wengi, siwezi kufanya kazi nao. Lazima wapungue. Nani anaelewa maneno? Je, Mungu alikuwa anatafuta wengi aongee nao? Sauti ya Mungu ndio sauti ya wengi. Alikuwa anawahitaji watu wachache, si ndio? Nitafafanua kidogo. Ngoja tusome mstari wa 12. Tulikuwa kwenye mstari wa 4 Waamuzi 7. Tusome mstari wa 12 anasema hivi. Nao wa Midiani na wa Amaleki
Na hao wana wa mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi. Na ngamia zao walikuwa hawana hesabu mfano wa mchanga ufuoni kwa wingi wake. Anasema mfano ni nzige ni nini? Okay, hatujakuwa na nzige muda mrefu nadhani hata mimi sijakuona, niwahi kuona kwenye video. Lakini wakipita nzige inakuwa kama mchanga unapaa, ni wengi. Wanazidi senene wa Bukoba. Na wenyewe wanakuwa wengi ukibahatika kwenye msimu. Akatoa mfano anasema hao watu ambao ni wa Midian, watu ambao walikuwa upande wa Mungu walikuwa wengi kama mchanga kama nzige. Lakini Gideon anamwambia Gideon alikuwa na watu kama 10,000. Huyu ana watu mchanga wa bahari usiohesabika. Wanaenda kupigana. Mungu akasema watu hawa si wako mchanga wa baharini na wao unayo 10,000 ambao ni wachache, bado hao ni wengi. Mimi sifanyi kazi na watu wa namna hii. Hao ni wengi sana. Hawana imani, hawana kujiamini, hawanifai. Kama ni kanisa, sihitaji kanisa linalofika kule, nataka la watu wachache wanaotosha hapa. Ndio nao wataka. Walio tayari. Ambao hawaletwi na muziki, hawaletwi na miujiza ya uongo, wanakuja kusikia kweli ya Kristo hata kama inauma. Ndio akamwambia sasa tutawachambua hawa watu. Hawataenda wote. Wapeleke majini. Alafu waanze kunywa maji mtoni pale. Waangalie wanakunywaje. Wale ambao watachuchumaa waanze kunywa labda na mikono au watakuwa sio jasiri. Wale ambao wataenda wakaanza kulambalamba kama mbwa, hao ndio uchukue. Wakabaki 300 tu. Huku ni wanaenda kupigana na mchanga wa bahari. Wameanza 20,000 62, baadaye wakapungua kwa 10,000, baadaye Mungu akasema 10,000 bado wengi, tupunguze wakafika 3,000 au 300. Wakasema hao ndio tunaenda kufanya. Sauti ya 300 ndio sauti ya Mungu, sauti ya mchanga wa baharini sio sauti ya Mungu. Sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Na sijatumia maandiko ya kutosha kudhibitisha kweli hii. Je, hii kweli unaweza kusema kama ni somo haliwezi kunisaidia katika maisha yangu? Somo la kufundisha. Mwisho kabisa Biblia inasema katika kitabu, nimeshamaliza nasoma tu mstari wa kufunga, na ni rahisi kufunga kwenye Agano Jipya. So ni jepesi kulisoma Agano Jipya. Wewe Mkristo unajifunza kusoma Biblia, anza na Agano Jipya lote ulimalize, afu anze Agano la Kale. Luka 12 mstari wa 32 anasema. Luka 12:32 anasema. Anasema msiogope. Luka 12:32 anasema msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Yesu alikuwa anaongea na kundi dogo. Anasema nyie kundi dogo msiogope. Inawezekana mkaangalia wanaowazunguka, madini yanawazunguka ni makubwa, yana majengo ya kutisha, ukiliangalia unaweza kushona kuja kama ni jengo au ni mlima. Nani anasema msiogope? Msiogope. Sema Mungu amewaandalia ufalme na ni ninyi anayoshughulika na ninyi. Kwa lugha nyingine Mungu anashughulika na watu wachache. Lakini je, wengi hawataki? Mungu anawataka wote, lakini kama hawaji hata waweka kamba kawavuta. Wapeleke mtoni wanywe, wakataa kunywa warudishe. Ndicho alichofanya kwa Gideon. Unaweza kumlazimisha ng'ombe kunywa maji? Tafikisha tu kwenye mto, akifika pale akaangalia ng'ombe wajanja anaenda na nusa. Anaenda hawa anaingiza mdomo, alafu unaona kama yanamwagika hanywi. Wewe ukasema hebu fungua mdomo, ingiza vikombe vya maji, uweze. Wewe Kristo anataka watu wote waokolewe, lakini wakiokoka 200 300 wa Gideon kwake wametosha. Amen. Sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Mungu hufanya kazi na watu walio wachache. Basi jitahidini kuingia katika mlango wa watu wachache kwenye maisha yako ya kiroho na hata ya kimwili. Jema, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili Bwana wa mbinguni. Asante kutupa chakula cha uzima. Inawezekana Mungu sisi bado ni wachanga kiroho kushinda tusiweze kuelewa yote haya, lakini Mungu tunajua utatukuza katika rehema zako. Naomba baraka zako zikambatane na watu wako, kawalishe kimwili, kiroho, kawatunze
Kaondolee machungu na maumivu na adha za dunia hii. Mungu ukawatendee miujiza yako hata pale tusipoitegemea. Mungu hatuishi kwa miujiza, lakini tunajua una miujiza. Tunazokala tukashiba hata pale ambapo hatukutegemea. Tunazofanikisha pale ambapo tulikata tamaa. Mungu naomba watu wako wasikate tamaa, tusikate tamaa, bali tukaishi katika matumaini na Mungu kaonekane. Kawatunze watu wako, kawahifadhi mpaka tutakapokutana wakati mwingine tena. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napokea yote. Amen.